Serikali ya Sudan inasema kwamba itahitaji hakikisho kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kwamba RSF itaheshimu pendekezo la hivi karibuni la kusitisha mapigano kabla ya kukabiliana nalo ama kukubaliana nalo. Haya yanajiri huku kukiripotiwa ripoti za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika mji mkuu wa Khartoum saa chache tu baada ya kundi la wanamgambo kukiri kuwa limekubali usitishaji mapigano uliosimamiwa na Marekani. Zaidi na David Nkia. Awali uongozi wa vikosi vya Rapid Support Forces yani RSF ulitangaza kwamba tarehe 6 Novemba ulikubali mapatano ya miezi mitatu ya kibinadamu yaliyopendekezwa na Quad Mechanism ambayo inajumuisha Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri sambamba na Saudi Arabia. Kundi hilo limeongeza kwamba RSF pia inatarajia kutekeleza makubaliano ya mara moja ya kuanza majadiliano juu ya mipango ya kusitisha mapigano na kanuni za kimsingi zinazoongoza mchakato wa kisiasa nchini Sudan. Tangazo hilo linakuja baada ya ripoti kwamba jeshi la Sudan pamoja na RSF wanapitia pendekezo la amani lililowasilishwa na Quad ambalo linatarajiwa kusababisha mchakato wa kisiasa na usitishaji wa mapigano wa kudumu. Hata hivyo, katika taarifa ya tarehe 4 Novemba kufuatia mkutano wa kujadili pendekezo hilo, Baraza la Usalama na Ulinzi linaloongozwa na jeshi halikutoa msimamo wa wazi. Akiwahutubia makamanda wakuu wa kijeshi mjini Omdurman, mkuu wa jeshi na kiongozi mkuu Jenerali Abdel Fattah al-Burhan aliapa kwamba jeshi litaendelea kumshinda adui, akimaanisha RSF. Wakati hayo yakiendelea, kumetajwa kutokea kwa milipuko mikubwa katika mji mkuu unaodhibitiwa na jeshi la Sudan siku moja baada ya vikosi vya RSF kusema kwamba watakubali kusitishwa kwa mapigano ya kibinadamu. Wakazi wa Khartoum wanasema waliamshwa usiku kucha na sauti za ndege zisizo na rubani na milipuko ilionekana kuwa karibu na kambi ya kijeshi na kituo cha nishati. Tommy Pigott ni naibu msemaji katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, anasema ni muhimu kwa pande hizo mbili kukaa katika meza ya mazungumzo ili kuvimaliza vita hivi. Hivi sasa tunawahimiza wapiganaji wote kwenye makundi haya mawili kukubaliana na ukweli juu ya kuzorota kwa hali ya kibinadamu. Pia tumevishutumu vitendo vya RSF, ukatili wa kibinadamu ambao tumeuona karibu na Al-Fasha. Tunafanya kazi kila wakati ili hali iwe sawa, ili huduma muhimu za kibinadamu ziendelee kupatikana. Hakuna hata siku moja inayopita ambayo hatufanyi kazi katika kushughulikia kupatikana kwa misaada hii ya kibinadamu, sambamba na kufanya kazi na washirika wetu ili kutatua mgogoro huu. Kufikia sasa zaidi ya watu 1.5 wanakadiriwa kuuawa katika mapigano ndani ya kipindi cha miaka miwili iliyopita, na pande zote mbili zinashutumiwa kwa kuhusika pakubwa katika uhalifu wa kivita. Picha za satellite zinaonyesha kwamba wanajeshi walianza kuweka vizuizi vikubwa karibu na eneo la Al-Fasha, kuziba njia za ufikiaji na kuzuia misaada, ikitajwa kwamba ni njia mojawapo ya kuvizuia vikosi vya RSF kufikia mji huo. Kundi la RSF ambalo liliibuka kutoka kwa wanamgambo wa Janjaweed ambao waliua mamia kwa maelfu ya watu huko Darfur kati ya mwaka 2003 mpaka 2005, kwa muda mrefu limekuwa likishutumiwa kufanya ukatili dhidi ya makundi yasiyo ya Kiarabu kote nchini Sudan. David Nkia, Dira ya Dunia, BBC. Shukran David. Waathirika wa maovu yaliyotekelezwa na kundi la waasi wa LRA kaskazini mwa Uganda chini ya uongozi wa mbabe wa kivita Joseph Kony wametaka kiongozi huyo kukamatwa na kufikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita. Zaidi na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim kutoka Kampala. Waathirika hao wametoa wito wa kukamatwa kwa kamanda huyo wa kundi la LRA Joseph Kony siku moja tu baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC kuthibitisha mashtaka 39 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu dhidi yake. Mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague ilitoa uamuzi huo bila mbabe huyo wa kivita kuwepo mahakamani, na kesi dhidi yake haiwezi kuanza kusikilizwa bila yeye kufikishwa mbele ya mahakama hiyo. Patrick Ocheng mwenye umri wa miaka 28 ni mmoja ya maelfu ya watoto wadogo waliolazimishwa kuwa wanajeshi wakati wa vita vya kundi la LRA kaskazini mwa Uganda. Joseph Kony is not arrested yet. Joseph Kony bado hajakamatwa. Kwanza anapaswa kukamatwa kisha akabiliwe na mashtaka haya yote. Lakini waathirika waliotabika kutokana na mateso yake wanasubiri kwa hamu na gamu wakamatwe. Baadhi yao waathirika hawa pia wameanza kufariki. Some of these victims are also now dying.
Mnamo mwezi Septemba, mahakama ya ICC ilifanya kikao cha siku 3 kusikiliza ushahidi dhidi ya Joseph Kony, wakati wakili wa waathirika Sarah Pellet akiwasilisha ushahidi mzito juu ya mateso na unyama vilivyotekelezwa dhidi ya raia. Wakili wake Kony, Peter Hines, aitaka mahakama hiyo kusimamisha mchakato huo kwa hoja kwamba mbabe huyo Joseph Kony hakuwepo mahakamani kujitetea dhidi ya ushahidi huo. Katika mazungumzo na BBC, Evelyn Amon, mmoja ya manusura na ambaye alitekwa akiwa na umri wa miaka 11 pekee, ameomba waathirika kama yeye kutendewa haki. I cannot be happy like other women. Siwezi kuwa na furaha kama wanawake wengine. Watu hawawezi kuniheshimu kama wanawake wengine waliopata elimu. Nataka kutendewa haki na wanawake wengine waliotekwa kama mimi. Justice for women who went through abduction like me. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa, vita vya kundi la LRA kaskazini mwa Uganda vilisababisha zaidi ya vifo 100,000. Waasi hao pia wanashutumiwa kwa kuwateka watoto wanaokadiriwa kuwa kati ya 60,000 na 100,000, huku zaidi ya watu 2.5 milioni wakilazimishwa kuyakimbia makazi yao. Hata hivyo, hadi leo haijulikani alipo Joseph Kony, na mwaka 2017 jeshi la Marekani pamoja na la Uganda vilisitisha juhudi za kumsaka mbabe huyo wa kivita huo kwa hoja kwamba mbabe huyo Joseph Kony hakuwepo mahakamani kujitetea dhidi ya ushahidi huo. Katika mazungumzo na BBC, Evelyn Amon, mmoja ya manusura na ambaye alitekwa akiwa na umri wa miaka 11 pekee, ameomba waathirika kama yeye kutendewa haki. I cannot be happy like other women. Siwezi kuwa na furaha kama wanawake wengine. Watu hawawezi kuniheshimu kama wanawake wengine waliopata elimu. Nataka kutendewa haki na wanawake wengine waliotekwa kama mimi. Justice for women who went through abduction like me. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa, vita vya kundi la LRA kaskazini mwa Uganda vilisababisha zaidi ya vifo 100,000. Waasi hao pia wanashutumiwa kwa kuwateka watoto wanaokadiriwa kuwa kati ya 60,000 na 100,000, huku zaidi ya watu 2.5 milioni wakilazimishwa kuyakimbia makazi yao. Hata hivyo, hadi leo haijulikani alipo Joseph Kony, na mwaka 2017 jeshi la Marekani pamoja na la Uganda vilisitisha juhudi za kumsaka mbabe huyo wa kivita.